Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Urusi yaridhishwa na mazungumzo ya kusitisha vita ya Ukraine. Wajumbe wa Urusi katika mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kusitisha vita ya Ukraine wameonyesha kuridhika na mazungumzo yaliyofanywa pamoja na wawakilishi wa Marekani nchini Saudi Arabia. Mjumbe wa Urusi Grigor Karasin amenukuliwa leo na shirika la habari la serikali ya nchi hiyo akisema kwamba kwa ujumla hamu bado iko ya kufanyika kwa mazungumzo ya tija yanayohitajika. Karasin amesema mazungumzo yaliyofanywa Riyadh Jumatatu yataendelezwa, na akaongeza kuwa mataifa mengine pamoja na Umoja wa Mataifa pia yatashirikishwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine na Marekani wanatarajiwa kufanya mazungumzo mengine mjini Riyadh. Haya ni kulingana na chanzo cha Ukraine. Mjumbe mmoja wa Ukraine katika mazungumzo hayo amewaambia waandishi wa habari kwamba bado wanashirikiana na maafisa wa Marekani. Vile utawala wa Kyiv utadhoofisha mazungumzo na Marekani na kuanza kufanyia kazi makubaliano na nchi za Ulaya ikiwa mchakato wa mazungumzo hautafuata hali inayopendekezwa. Naibu mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kimataifa ya Baraza la Shirikisho la Urusi, Vladimir Zabarov, anasema, "Nina hakika kwamba ikiwa kila kitu hakitaenda kulingana na hali ambayo utawala wa Kyiv wamepanga, hakika watabadilisha mwelekeo, wataanza mazungumzo na mikataba inayolenga kupanua misaada ya Ulaya. Kwa kweli Ulaya inawavuta kuelekea hili, zaidi ya yote Uingereza, Ufaransa na nchi zingine zenye uhasama." Seneta huyo alisisitiza kwamba mamlaka za sasa za Ukraine zimekunja uso na mazungumzo ya Marekani na Urusi. Utawala wa Kyiv umekerwa sana, wakati Volodymyr Zelensky anajitahidi kadiri awezavyo ili asiishie katika hali kama ile ya ikulu ya White House ambapo alikuwa akichukia kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump. Hapo awali mkutano kati ya Urusi na Marekani ulihitimishwa mjini Riyadh baada ya mashauriano ya zaidi ya saa 12 ambapo masuala yanayohusiana na suluhu ya mzozo wa Ukraine yalijadiliwa. Kwa mujibu wa chanzo katika ujumbe wa Urusi, pande hizo mbili zimekubaliana juu ya taarifa pamoja ambayo itasambazwa na Kremlin na ikulu ya White House leo. Washiriki wa kutoa maoni yao juu ya matokeo ya mkutano huo. Vile mazungumzo kati ya Moscow na Washington yameimarisha usalama wa kimataifa na kupunguza hatari ya mgogoro mkubwa wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa nje wa kiuchumi wa Hungaria Peter Szijjártó anasema, namnukuu, anasema mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Urusi yameifanya dunia kuwa mahali salama, kwani angalau hatari ya kuongezeka kwa vita imepungua kwa kiasi fulani, aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Anaendelea, tunajua kutokana na uzoefu wetu wa kihistoria kwamba ushirikiano wa kawaida kati ya Mashariki na Magharibi ni mzuri kwetu, wakati uhasama kati ya Mashariki na Magharibi ni mbaya. Hivyo tunaunga mkono mazungumzo ya Marekani na Urusi. Kufanikiwa kwa mazungumzo haya ni kwa maslahi ya usalama wa taifa letu, Szijjártó alisema. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amekataa kutaja ni nchi gani zinaweza kuhusika katika mazungumzo kati ya Urusi na Marekani. Grigor Karasin, mwenyekiti wa kamati ya Baraza la Shirikisho la Masuala ya Kimataifa ambaye alishiriki katika mazungumzo hayo, anasema kwamba Urusi na Marekani zitaendelea na mazungumzo yanayohusisha Umoja wa Mataifa na nchi nyingine. Namnukuu, hadi sasa sina la kuongeza kwa nilichosema kuhusu jambo hili leo, Peskov alisema alipoulizwa ni nchi gani zinaweza kuhusika na kama hizo zinaweza kujumuisha nchi za BRICS kwa mfano ambazo zimeanzisha mipango ya amani. Moscow na Washington zimepokea maelezo kuhusu matokeo ya mazungumzo ya Urusi na Marekani mjini Riyadh na kwa sasa yanapitiwa upya, Peskov alisema. Vile duru ya pili ya mazungumzo kati ya Ukraine na Marekani imemalizika mjini Riyadh. Gazeti la Ukrainska Pravda limesema mkutano huo ulichukua muda wa saa 2. Kila siku haitoe maelezo yoyote wala haielezei ikiwa mawasiliano zaidi yanatarajiwa. Vile Ukraine inaendelea na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kiraia ya Urusi wakati wa mashauriano ya Moscow na Washington huko Riyadh, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Kulingana na wizara hiyo, Kyiv imefanya mashambulizi ya drone katika miundombinu ya tawi la uendeshaji wa gridi ya Roset katika mkoa wa Krasnodar na pia kushambulia kituo cha kuhifadhi gesi ya chini ya ardhi cha Glebovskoye huko Crimea na kituo cha mita ya gesi ya Svatovo katika Jamhuri ya watu Lugansk. Vile Kyiv imefanya shambulio kwenye kituo cha mita za gesi huko Sudza na kuilaumu Urusi hata kama uchumi kadhaa wa Ulaya wanategemea hiyo kwa usambazaji wa nishati. Mwanadiplomasia mkuu wa Urusi Sergei Lavrov anasema,
Wao utawala wa Kiev hivi majuzi walishambulia Sudzha, kituo cha kupima gesi huko, na kudai kwamba Urusi yenyewe ilikuwa imetekeleza shambulio hilo. Hata kama Sudzha, kituo hicho ni mali yetu ambayo nchi nyingi za Ulaya zinategemea kwa ajili ya kuendelea na usambazaji wa nishati. Lavrov alionya kwamba kiasi cha mafuta kwa watumiaji wa Ulaya pia kitapungua sana kufuatia shambulio lingine la hivi majuzi ambapo Ukraine ililenga kituo cha kusukumia mafuta cha Kropotkinskaya katika mkoa wa Krasnodar kusini mwa Urusi. Vile usafirishaji wa mafuta kwa watumiaji wa Ulaya utadorora kutokana na shambulio jingine la kigaidi la Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwenye mahojiano na Channel One. Alibainisha kuwa Kiev ililipua kituo cha mita za gesi cha Sudzha ambacho kilitoa nishati kwa idadi nzima ya nchi za Ulaya usiku wa Machi 21. Vile mashambulio ya makusudi ya vikosi vya jeshi la Ukraine dhidi ya waandishi wa habari wa Urusi inaelezwa kwamba ni mauaji ya kihalisi, huku vitendo hivyo vya kikatili vikisisitiza uhalali wa operesheni hiyo maalum ya kijeshi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema katika mkutano, hii ilikuwa ni mashambulizi ya usahihi, walikusudia kuwaua. Utawala wa Kiev unaendelea na ukatili wake, na vitendo hivi vinalenga waandishi wa habari, watu ambao hawajawahi kuwa na silaha yoyote. Hiki ndicho kiini cha utawala wa Kiev, na kwa mara nyingine tena inathibitisha haki ya operesheni yetu maalum ya kijeshi. Bila shaka tutakumbuka daima wenzetu hawa ambao walitoa maisha yao, alisisitiza. Vile jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 6 za mkoa wa Belgorod unaopakana na Urusi kwa ndege 53 zisizokuwa na rubani katika saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya jeshi la Ukraine vinajaribu kuweka kizuizi kwenye vijiji kadhaa katika wilaya ya Sudzha katika mkoa wa Kursk unaopakana na Urusi. Rodon Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi anayesimamia uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema hali katika eneo hilo ni shwari kutoka kwenye mtazamo wa kijeshi. Kwa kweli muundo wa Kiukraini unashikilia kijiji kimoja na nusu haswa katika mpaka. Kulingana na Miroshnik, vikosi vya Urusi vimekuwa vikihakikisha eneo la buffer zone katika mkoa wa Sumy wa Ukraine. Anasema vijana hao wanaonyesha miujiza ya ushujaa kuwakomboa raia ambao hawana mahala pa kuishi kwa sababu nyumba zao zimeharibiwa. Mwisho wa kumnukuu. Vile vikosi vya Urusi vimesonga mbele kuelekea Stepovaya Novosiolivka katika mkoa wa Kharkov licha kuendelea na majaribio ya kuwashambulia wanajeshi wa Ukraine. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Maruchko anasema kulingana na yeye, katika siku 3 zilizopita Ukraine imekuwa kijaribu kushambulia karibu na Stepovaya Novosiolivka na pia katika maeneo ya kusini magharibi mwa Kotliarovka na kaskazini magharibi mwa Tabayevka. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika Jamhuri ya Watu Donetsk na mkoa wa Zaporizhzhia katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema vitengo vya mapigano ya magharibi vilikomboa makazi ya Mirnoe katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operesheni tendaji na madhubuti. Vitengo vya vita vya Dnipro vilikomboa makazi ya Malie Chebak katika mkoa wa Zaporizhzhia kupitia shughuli za nguvu na za maamuzi. Vile kundi la kaskazini la Urusi limesababisha majeruhi zaidi ya 50 wa Ukraine na kuharibu magari ya kivita na silaha nyinginezo karibu na makazi ya Ogryad, Miropol, Krasnopol katika mkoa wa Sumy. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.